Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kufuatana pamoja nasi, na umewadia tena wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha Ijue Kweli, kipindi ambacho kinaletwa kwako na watumishi wa Mungu. Kwa wewe ambaye msikilizaji unatupata kwa masafa ya 94.7 Bariadi, bila kusahau Mtwara 98.9, Moshi huko 93.1, Liwale 91.1, sambamba nikirejea Babati 97.1. Endelea kubarikiwa na wasaa huu. Basi mwalike ndugu, jamaa, marafiki ili tuweze kupata mibaraka hii kwa pamoja popote ulipo, na Bwana azidi kuwa pamoja nawe. Ninayekukaribisha katika wasaa wa kipindi hiki mimi ni Lea Thomas. Endelea kubarikiwa popote ulipo, na Bwana akazidi kuwa pamoja nawe unapoendelea kubarikiwa na neno hili. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Msikilizaji wa AWR, napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru sana kwa namna ambavyo umetoa muda wako kusikiliza vipindi hivi na kusikiliza radio hii, Sauti ya Matumaini, na kupongeza sana. Tunaendelea kupokea simu za wengi, messages za wengi zikiendelea kuonyesha namna ambavyo wanabarikiwa na masomo haya. Nami ninasema Mungu atukuzwe sana. Maombi yenu Mungu anasikia. Wale wanahitaji maombi, tunaendelea kuombeana, tunaendelea kupanga ratiba ya kuombeana hata Mungu atakapotenda. Na Mungu akitenda, kumbuka kumshukuru na kumtukuza, kwa kuwa ni yeye awezaye kutenda yote na kwa wakati wake. Na siku hii ya leo tuna somo ambalo natamani tujifunze ukweli hasa juu ya somo hili leo linalosema ungamo na msamaha. Dunia ya leo ina changamoto kubwa katika swala zima la kuungama. Kuungama ni kufanya nini? Ni nani umuungamie? Msamaha ni nani anayetoa? Ni nani anapaswa kuomba msamaha? Ni kwa namna gani unaweza kuungama na kwa namna gani unaweza kusamehewa? Hii ni changamoto ya leo. Wanadamu wengi wamefanywa kuwa miungu kwa sababu ya kutokujua. Na leo ninakuja na ukweli huu katika kipindi hiki cha Ijue Kweli. Nami nakukaribisha, kabla hatukuendelea, basi tumwalike Mungu katika somo hili la leo. Baba yetu, tunakushukuru sana. Asante kwa namna ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi. Asante kwa namna ambavyo umeendelea kuwaponya wagonjwa. Asante kwa namna ambavyo umeendelea kutufunulia kweli. Asante kwa namna ambavyo umeendelea kutupatia Roho yako Mtakatifu. Na wasaa huu ninamuombea msikilizaji wangu popote pale alipo. Endelea kumpatia kicho na unyenyekevu, ili anaposikia masomo haya, anapofuatilia katika redio hii ya AWR, akaendelea kujisalimisha mikononi mwako wala si kwangu, ili hatimaye aweze kupata uzima tena ule wa milele. Neema yako yatosha. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Ungamo na msamaha. Ungamo na msamaha. Kwamba ukiungama unasamehewa. Ni nani umuungamie? Ni nani anayetusamehe? Ukisoma katika kitabu cha Nabii Mika sura ya 7 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, ni nani aliye Mungu kama wewe? Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia? Hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu anasema ni nani aliye kama Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mwenye kusamehe uovu ni Mungu. Mwenye kuachilia makosa ya watu ni Mungu. Lakini sifa ya Mungu, anasema ya kwamba yeye huwa anafurahia rehema. Anafurahia kusamehe. Unapoenda kumuomba kwa changamoto fulani ulio nayo, yeye anafurahia. Ukisoma katika kitabu cha Yona utakutana na kisa cha Ninawi.
Wakati Mungu alipomtuma mtumishi wake nabii Yona kule Ninawi kwenda kuwapelekea habari ya maangamivu, Yona alienda kuhubiri kweli kwamba Ninawi baada ya siku 40 mtaangamia. Hiyo ilitosha kuwa injili, na Yona alisubiri baada ya miaka ya siku 40 aone namna ambavyo Ninawi inaangamia. Lakini kwa sababu hali hiyo ilikuwa ni ngumu kwa mji wa Ninawi, hivyo kiongozi wa mji, kiongozi wa nchi akaamua kuwaongoza watu wake katika toba, katika kuomba msamaha, maana maovu yao yamekuwa mengi. Akawaambia, tangu mkubwa hata mdogo, tangu mfungwa hata aliye mdogo, haitoshi pamoja na wanyama wetu. Tena tuvae nguo za magunia, tufunge, tumuombe Mungu wa mbinguni, huenda akagairi juu ya haya. Ukweli ni kwamba kwa kuwa Mungu sifa yake ni kusamehe, kwa kuwa Mungu anafurahia rehema, alisikia maombi ya watu hawa wa Ninawi, na kamwe hakuangusha mji, hakubomoa mji kama Yona alivyotegemea. Na Yona sasa anapokuja kushuhudia namna ambavyo Mungu amegairi, na Yona alisubiri siku 40 inapofika aone maangamivu yanapofanyika, akagundua na akamwambia Mungu, nilijua tu ya kwamba wewe ni mwingi wa rehema, wewe una msamaha, wewe unafadhili. Sasa ndo maana nilikataa, maana nilijua ningesema utaangamia, na wewe ulivyokuwa na huruma hutaangamiza, wataniona mimi si mkweli. Ndio maana leo tunataka kujifunza kwamba ni nani huyu mwenye tabia, mwenye uwezo, mwenye sifa ya kusamehe dhambi. Bila shaka nabii huyu anasema ni Mungu pekee. Hakuna mwanadamu yeyote atakayeweza kumsamehe mwanadamu dhambi isipokuwa ni Mungu pekee. Nami nikwambie siku ya leo, wewe ambaye unamuungamia mwanadamu dhambi inamuhusu Mungu. Kwenda kinyume na neno la Mungu, hiyo ndo dhambi. Kwenda kinyume na maagizo ya Mungu, hiyo ndo dhambi. Sisemi ya kwamba hatukoseani, lakini wewe unayesamehe ni wewe uliosamehewa na Mungu. Kwa hiyo ukisoma katika Mika 7:19 anasema, atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Huyu ni Mungu asiyeshikilia maovu ya watu. Ni tofauti na mwanadamu asiye na uhusiano na Mungu. Anaweka visasi katika moyo wake. Mwanadamu hawezi kukanyaga maovu ya watu chini kwa sababu yeye si Mungu, kwa sababu hana Mungu ndani. Lakini unapokuwa na Mungu ndani, unapowezeshwa na Mungu, nawe unakuwa na tabia ya kusamehe. Na kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 12 anasema, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Mpendwa msikilizaji wa AWR pamoja nami, siku hii ya leo Mungu anatuita. Na anatuita tulio waovu, anatuita tulio wa dhambi, anatuita tuliopungukiwa, ambayo tumekata tamaa kiasi kwamba tukijipima tunatambua ndiyo tumepungua, lakini tunajiona hatufai, tunajiona hatustahili, tunajiona kana kwamba hata Mungu hawezi akatupokea. Huyu ni Mungu, si mwanadamu. Mwanadamu ndio anaweza akakupima katika uhalisia, akasema huyu kwa hali alionayo, kwa kweli dhambi yake ni kubwa sana. Ni issue ambayo iko nje ya uwezo wangu. Ni kitu ambacho kiko nje ya uwezo wangu. Mimi siwezi kufanya maamuzi yote juu ya hili. Lakini Mungu ana uwezo wote. Mungu hana mipaka. Anaweza kusamehe dhambi yoyote, iwe ndogo, iwe kubwa, iwe ya namna gani, endapo
utaungama na kutubu. Kuungama na kutubu si hali ya mazoea, ni hali ya kudhamiria, ni hali ya kujipeleleza, ni hali ya kujitambua, ni hali ya kujiona jinsi ulivyo na kusema hivi, tangu leo ninahitaji kuwa kiumbe kipya. Nimechoka maisha haya. Kama ni ulevi, maisha haya ya ulevi nimeachoka. Natamani niwe kiumbe kipya. Ninaomba Mungu anisaidie. Ninaungama dhambi hii ya kuliharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anashindwa kukaa ndani yangu kwa sababu ya uvutaji wa sigara, matumizi ya madawa ya kulevya, tabia zisizofaa za ukahaba na kadhalika. Hivyo nasema, Mungu, katika hali hii ndiyo nina magonjwa, ndiyo katika hali hii nateseka, nimeachwa peke yangu, ninaishi maisha yasiyo na mwelekeo, ndiyo ni katika hali kama hiyo Mungu anategemea uungame na kuomba msamaha kwake. Anasema hatazikumbuka tena na atatusamehe. Huyu ni Mungu mwenye tabia ya upendo, ungamo na msamaha. Hivyo ukisoma kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 19 anasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Ndio umechoka dhambi nyingi, usiwaambie watu. Yaani kuna dhambi zingine upaswi hata kumwambia mtu mwingine, kwa sababu ukimwambia mwanadamu ambaye anampaka, mwanadamu ambaye anapitiwa, mwanadamu ambaye anajisahau, wakati mwingine hata utakapokutana naye unadhani akikuona kama anaiona dhambi yako. Lakini siku ya leo ujumbe huu ni kwamba mwambie Mungu dhambi yako. Mwambie Mungu dhambi yako. Ungama kwake, naye atakusamehe. Yohana wa kwanza 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Huyu ni Mungu. Haijalishi ni mara ngapi umetenda dhambi, ndio umeungama, umetubu, lakini umerudia, haijalishi idadi. Hatuzungumzi habari za idadi, tunazungumza habari za rehema za Mungu. Tunazungumza habari za neema ya Mungu. Tunazungumza habari ya msamaha wa Mungu. Tunazungumza habari ya Mungu anayesamehe. Ni tofauti na mwanadamu. Unajua, mwanadamu unaweza kumtendea jambo hata kama ni mkubwa kiasi gani. Unasikia nakwambia, ulinitendea mara ya kwanza nikakusamehe, umenitendea mara ya pili nikakusamehe, umenitendea mara ya tatu nikakusamehe, na hili tena siwezi kuvumilia. Ni kweli. Huyo ni mwanadamu. Hawezi kuvumilia kwa sababu ni mwanadamu. Lakini Mungu anavumilia. Mungu anavumilia. Hata hivyo ulivyo leo, Mungu amekuvumilia. Hata ulivyo leo, Mungu anakuvumilia. Havumilii tu, yani kuendelea kuishi maisha ya dhambi unayoishi haimaanishi ya kwamba Mungu ameridhika na wewe, isipokuwa anakuvumilia, akiamini utafika wakati utaisikia sauti hii ya mwinjilisti ikisema, tubu basi, urejee na dhambi yako ifutwe na Mungu. Tubu. Usikate tamaa. Dhambi zisitutenge na Mungu, bali zitufanye tumkimbilie ili azisafishe. Ni yeye pekee wa kutuokoa, ni yeye pekee wa kutusafisha, ni yeye pekee asiyechoka. Isaya 44 mstari wa 22, neno la Mungu anasema, nimeyafuta makosa yako, nimeyafuta makosa yako kama wingu zito, na dhambi zako kama wingu, unirudie, maana nimekukomboa. Ninaongea habari za mtu fulani ambaye amejiona, si tu alivyojiona, lakini hata watu wanavyomchukulia. Si tu hata watu wanavyomchukulia, inawezekana ndivyo ulivyo. Yaani una mzigo wa dhambi.
Na inawezekana ni mwaka wa 3 huu unatubugi tu hiyo dhambi. Yani huamini hata kama kweli Mungu amekusamehe. Hiyo nayo ni dhambi. Kutokuamini kama Mungu amekusamehe, hiyo nayo ni dhambi. Hivyo badilisha moyo wako, amini ya kwamba Mungu amekusamehe. Ungama, tubu. Mungu anakusamehe. Anasema ameyafuta, nimeyafuta makosa yako. Anayefuta makosa ni Mungu, si mwanadamu. Si mwanadamu. Na yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu. Isaya 43 mstari wa 25 anasema, mimi, naam, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Hajasema mimi, naam, kiongozi wako wa dini. No. Hajasema mimi, naam, mzee wako wa kanisa. No. Hajasema mimi, naam, shemasi wako. No. Hajasema mimi, naam, sijui nani. Hapana. Ni mimi, naam, mimi ndiye, ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unajua, furaha ya Mungu ni hii. Furaha ya Mungu ni wanadamu waokolewe. Acha nikwambie habari hii siku ya leo. Yani Mungu hafurahi mwovu anavyobaki katika dhambi. Mungu hafurahi maisha ya dhambi unayoishi. Mungu hafurahi aina ya maisha, mtindo wa maisha unayoishi. Mungu hafurahi magonjwa yanayokusumbua. Mungu hafurahi ulemavu ulio nao. Mungu hafurahi maumivu ya ndoa unayopitia. Mungu hafurahi kukosa kwako watoto. No. Mungu hafurahi maisha ya namna hiyo. Ndio maana anasema, njoo kwangu nitakupumzisha. Na anasema makosa haya anasubiri ayafute kwa ajili yake mwenyewe. Na kwa sababu anafanya hivyo kwa ajili yake mwenyewe, amemisi, anahitaji kupiga story na watu wake. Ndio maana amejenga mji akisema, nitakaa nao wanadamu. Wanadamu watakaa nami, mimi nami nitakaa nao. Kwa nini? Ndio maana anatuvumilia. Kama sivyo hivyo, ulimwengu huu ungeshaangamia muda mrefu. Kama sivyo hivyo, hata Adamu pale Eden angeshaumbwa mwingine. Ni kwa sababu Mungu anatupenda. Ni kwa sababu Mungu anatujali, na haya yote anayafanya kwa ajili yake. Anahitaji sisi kama wanadamu tuipokee zawadi hii. Amenyoosha mikono, yuko tayari kutusamehe. Amenyoosha mikono, yuko tayari kutusamehe. Ni mimi na wewe tujitoe kwake ili tuweze kuokolewa. Zaburi 32 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Hii ni furaha. Ni furaha kwa yule ambaye amesema, ndio, nina dhambi nyingi, ndio, nina maisha ya taabu, ndio, nimepoteza mwelekeo, ndio, ninaomba Mungu anisamehe. Ukiamini kwamba Mungu amekusamehe na Mungu amekusitiri, na Mungu ana tabia kusitiri. Anasema Mungu anatutambua sisi kwa majina yetu. Akinitazama ananiita kama Michael, ananiita kama mwinjilisti. Lakini shetani akinitazama anaangalia ni kadhambi gani kana mweza huyu mtu. Akinitambulisha ananitambulisha kwa jina la dhambi. Ndio maana wanadamu wakituona wakati fulani anasema, muone huyo mbea huyo anakuja. Yani wanadamu nao tumekuwa watenda kazi wa ibilisi, maana tunawatambua wanadamu kwa maovu yao. Ndio maana visa vingi vya watu katika Biblia ambao waliishi maisha ya dhambi, tutaviona hapa mbele, ambao waliishi maisha ya shida, maisha yasiyofaa, walipokutana na Yesu aliwabadilisha. Lakini tunashangaa hata leo tunapozungumza habari zao, tunazungumza habari za wakati ambapo hawajakutana na Yesu. Hatuzungumzi habari za wakati ambapo alikutana na Yesu. Huo ni mpango wa shetani wa kutokuhubiri matendo makuu ambayo Mungu anayatenda. Hivyo
maandiko yanasema heri aliyesamehewa dhambi. Maana nyingine ni kwamba ni ole kwa asiyesamehewa dhambi. Isaya 55 mstari wa 7. Isaya 55 mstari wa 7, neno la Mungu linasema mtu mbaya, mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Nabii huyu anazungumza haya kwa uzoefu kabisa, akitukumbusha, ndiyo umejiona mbaya, ndiyo umejiona ufai, ndiyo umejiona ustahili, ni vizuri na ni vema. Ni mbaya zaidi kujiona unafaa, ni mbaya zaidi kujiona ustahili, ni mbaya zaidi kujiona ni mkamilifu. Lakini ni aheri uliyegundua ya kwamba wewe ni mbaya, wewe ni mdhaifu, wewe una upungufu, wewe una shida, wewe unahitaji, ili uache njia yako. Kuna watu leo wanajiona wameshafika mbinguni, na kuhakikishia unaweza usione hii mbingu, si kwa ubaya, ila ukijihakikishia hivyo, ikiwa ni nje na uwezo wa Yesu Kristo, ikiwa ni nje ya nguvu za Roho Mtakatifu, hiyo mbingu unayoiona ni bandia. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema si kwamba nimekwisha kufika au nimekamilika, la, bali ninakaza mwendo nipate kulishika lile ambalo limeshikwa naye Kristo. Hivyo nakutia moyo rafiki yangu ambaye unapitia uzoefu mgumu, wakati mwingine umekata tamaa, kaza mwendo. Kaza mwendo. Hiyo ni sifa ya aina ya safari tulio nayo. Umeanguka mara nyingi, ndiyo, simama, tembea, nenda. Yesu anasamehe. Yesu si mwanadamu, anasamehe, anahurumia, anasahau dhambi zetu. Simama imara ukiamini ya kwamba yupo Yesu. Usiishi katika dhambi, usidumu katika dhambi, usidumu ulipoangukia. Simama, tembea mbele, kifua mbele, ukisema Yesu asamehaye dhambi, nami amenisamehe. Leo heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Nehemia sura ya 9 mstari wa 13 anasema, ila wakakataa kutii, wala hawakuyakumbuka maajabu yako ulioyafanya kati yao, lakini wakafanya shingo zao kuwa ngumu, na katika kuasi kwao wakaweka jemedari ili wairudie hali ya utumwa. Lakini wewe u Mungu ulio tayari kusamehe, mwenye neema, mwenye huruma nyingi, si mwepesi wa hasira, u mwingi wa rehema, basi hukuwaacha. Haleluya. Leo ninaletea habari za Mungu asiyechoka kusamehe. Leo ninaletea habari za Mungu mwenye huruma nyingi, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye rehema, Mungu asiyewaacha wanadamu wakitaabika katika dhambi. Hivyo leo anatoa wito kupitia mwinjilisti Michael ya kwamba njoo kwake, anakuita hata leo. Usifanye shingo kwa ngumu, mrudie Mungu, usirudi katika utumwa wa dhambi. Wengine hapo mwanzo walikuwa watu wazuri sana, walikuwa waimbaji wa kwaya wazuri sana, walikuwa wainjilisti wazuri sana, walikuwa walimu wazuri sana, walikuwa wachungaji wazuri sana, walikuwa mashemasi wazuri sana, lakini walipokutana na jaribu la movu wakaanguka na wakasalia walipoanguka. Mungu anasema rudi, njoo kwangu, mimi nikupae nguvu. Njoo kwangu, mimi nistahilishaye vinyonge. Usiseme nilikuwa mzee nikaanguka siwezi kuinuka. No, yupo Mungu asiyejali uzee, yupo Mungu asiyejali ushemasi, yuko Mungu anayejali ubinadamu. Ametuahidi kurithi uzima wa milele. Hajatuahidi tu kuwa wainjilisti, hajatuahidi tu kuwa washemasi, hajatuahidi tu kuwa waimbaji. Ametuahidi kurithi uzima wa milele. Hivyo ondoka katika dhambi. Mungu wetu ni mwaminifu, ni mwingi wa rehema na fadhili, anatuokoa. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 13 mpaka 14 anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza,
akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Hakuna mwanadamu, hata nani, hata kama ni kiongozi wa dini, mwenye uwezo wa kututoa katika mikono ya mwovu, katika nguvu za giza. Hakuna awezaye isipokuwa ni Mungu mwenyewe. Hivyo kwa kuwa ametutoa, kwa kuwa ametuhamisha, ametuingiza katika ufalme wa mwana pekee, mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Amua hivi leo kujisalimisha kwa Kristo, ili atushindie dhidi ya nguvu za giza, ili atusaidie katika utumwa wa dhambi, atuweke huru, atupatie msamaha usio na sababu, msamaha ambao unatupatia uzima wa milele. Zaburi 103 mstari wa 2 na 3 nasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Haleluya, haleluya. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Luka 7:47 anasema, kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini amesamehewa kidogo, huyo hupenda kidogo. Dhambi zetu japo ni nyingi kiasi gani, tukimpenda Yesu, tukimwamini Yesu, tukirudi kwake, yeye naye atatusamehe katika wingi huo, atatutendea matendo makuu. Ukisoma Luka 7 utakutana na kisa cha mwanamke mmoja ambaye alikuwa kahaba, ambaye alikuja kupaka miguu ya Yesu mafuta, ambaye alifuta kwa nywele zake, aliosha kwa machozi yake. Yesu akatamka msamaha, na watu wakahoji habari za mwanamke huyu. Si mdhambi huyu? Si kahaba huyu? Unaruhusu vipi na unatamkaje maneno hayo? Yesu ndipo akasema, kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Waefeso 4:32 anasema, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Anayemjua Yesu, anayempenda Yesu, anawasamehe watu wengine. Katika sala ya Bwana anasema, utusamehe kama na sisi tulivyowasamehe watu wengine. Kumbe kitendo cha kuwasamehe watu wengine kinatangulia, kisha sisi tunasamehewa na Mungu. Hivyo kama hatuwasamehe watu wengine, naye Mungu hata tusamehe sisi. Kwa hiyo yatupasa kuwa na nia hii, yatupasa kuwa wafadhili sisi kwa sisi, tuwe watu wenye huruma, tusameheana sisi kwa sisi. Inawezekana katika moyo wako kuna rafiki amekuumiza. Inawezekana ni mwanamume amekuumiza, inawezekana ni mwanamke amekuumiza, inawezekana ni mchumba amekuumiza, inawezekana ni mzazi amekuumiza, inawezekana ni mtoto amekuumiza. Katika njia zote ngumu unazopitia, embu ng'ambo, angalia uzima wa milele. Usikate tamaa, simama imara katika Bwana, naye atakusaidia. Wakorintho wa 2 sura ya 2 mstari wa 7 anasema, hata kinyume cha hayo ni afadhali msamehe na kumfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Kwa hiyo nawasihi kumthibitishia upendo wenu, maana naliandika kwa sababu ya hii, ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Ikiwa ni hivyo, basi nasi tunapaswa kuonyesha upendo kwa watu wengine, kwa huyu Mungu ambayo ametuwezesha kuweza kuwasamehe watu wengine. Ili nasi tuweze kusamehewa, nasi tunapaswa kuwasamehe watu wengine. Mungu akubariki sana popote ulipo, unapofungua moyo wako kumwelekea Kristo na mizigo mingi ulio nayo, katika jina la Yesu. Tuombe. Baba yetu, asante sana. Tunakushukuru kwa siku ya leo. Umetuonyesha ni wapi tunapaswa kusamehewa dhambi zetu, ni wapi tunapaswa kuomba rehema, ni wapi tunapaswa kuomba msamaha. Baba, tangu leo tunakuelekea wewe, usiye na sikio zito, unayesikia kwa wepesi, unayesamehe dhambi.
endelea kumsaidia binti yule, endelea kumsaidia baba yule, endelea kumsaidia kijana yule, endelea kumsaidia mama yule, mtoto yule, nami pia unisaidie. Hatimaye siku ile Bwana tuendelee kukulaki mawinguni utakapokuja mara ya pili. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Naitwa Mwinjilisti Michael. Namba yangu ya simu ni 0759533933. Mungu akubariki sana.